Kupitia uongozi wake aliweza kulea na kuinua viongozi wapya wengi, hasa vijana. Kutoka kwa hayati Magufuli tunajifunza wito wa kila Mtanzania kujitoa na kufanya kazi kwa bidii. Hayati Dr. John Pombe Magufuli alijitambulisha kwa falsafa yake ya hapa kazi tu. Alitaka kila mtu kujituma na kutoa mchango wake kwa taifa kwa njia ya kazi. Aliamini kuwa hiyo ndio njia pekee inaweza kutoa katika umaskini, katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, kaya na hata taifa kwa ujumla. Mara zote alisisitiza kufanya kazi kwa weledi na bidii kwa kiwango cha juu sana. Ni dhahiri kuwa namna bora ya kumwenzi na kumkumbuka hayati Rais Magufuli ni kuendeleza dhamira yake ya kuhimiza uwajibikaji, kuwajali wananchi hasa wanyonge, na kuhakikisha rasilimali za nchi zinalindwa kwa maslahi ya Watanzania wote. Aidha, hayati Dr. Magufuli alikuwa muumini mkubwa wa muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha wananchi wa pande zote mbili wananufaika na muungano huo kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na marehemu Mzee Abeid Amani Karume. Leo tukiwa hapa tunatambua kwamba Watanzania wanajeita, wanachato, tunajiona kabisa kwamba tumempoteza. Hatunaye. Nataka niwaambie tunaye, yupo kwenye mioyo yetu. Hayati Magufuli alianza safari ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kusomesha elimu bila malipo. Mwaka 2021 watoto walikuwa wanasomeshwa na serikali ya awamu ya 5 na hata inaingia awamu ya 6, serikali ilikuwa inaleta fedha milioni 800 kila mwezi za elimu bila malipo. Leo tunapomkumbuka hayati Dr. Magufuli, hatukumbuki tu kama baba wa familia yetu, bali kama mmoja wa viongozi waliobeba kwa uzito mkubwa jukumu la kuimarisha misingi ya maendeleo ya taifa letu.